Yes, bwana tuko tunazungumza na chef mkuu kutoka Sato Sangara Restaurant. Na hii yote ni katika kuadhimisha siku ya chakula duniani ambayo inaadhimishwa kila Oktoba 16 na hapa tuko na bwana Felix. Kwa anayekutizama tu kwa undani zaidi ya kufahamu Dr. Felix ni nani? Dr. Felix ni chef mkuu wa Sato Sangara Restaurant hapa jijini Mwanza, maeneo ya Rockstemo, wilaya ya Ilemela. Ndio mimi mwenye Felix Dr. Felix ana safari ya miaka mingapi kwenye tasnia hii ya masuala mazima ya chakula? Dr. Felix ni mkongwe na mzoefu wa haya mambo ya chakula. Takriban sasa tunaongelea miaka 26 iliyopita. 26. Yes. 26 iliyopita. Miaka 26 iliyopita. Sawa. Na wewe ndo ambaye unapokea baada ya mchoro kwamba tunamhitaji sasa binamu, tunahitaji mama mkwe. Dr. Felix ndo ana jukumu la kuandaa sasa ile ladha. Ina michakato ile kutoka maandishi, kutoka kwenye fikra mpaka kwenye warisia. Inakuchukua muda gani na unawezaje kufanya jambo hilo? Kwa sisi wazoefu wa hizi kazi, haiwezi kuchukua muda sana kwa sababu ni vitu ambavyo viko katika jamii, ni vitu ambavyo tunaishi navyo. Na mara nyingi sisi menu zetu huwa zinaletwa na wateja wenyewe. Na baadaye maneno ya mtaani, mama mkwe, binamu amekaa sawa, basi tunaweza kutia vionjo na vitu vingine na kuweza kutoa hiyo product. Lakini kabla ya kufanya hivyo vitu, huwa tunakaa sisi kama uongozi. Kuna vitu ambavyo tunashauriana, kuna vitu ambavyo tunapishana, kuna vitu ambavyo tunaweka sawa mpaka inafikia product kutoka. Pishi gani ambalo kwa Dr. Felix lilikuwa ni gumu sana? Yaani katika kuhakikisha kwamba bwana bado hatujapata ile ladha tunayohitaji, ladha fresh kabisa kutoka Sato Sangara. Bana, mama mkwe alichukua muda kidogo kwa sababu fikra na mawazo yangu yote vilikuwa vimeelekea kwa mama mkwe. Kama inavyojitambulisha yeye mwenyewe, mama mkwe ni mgumu. Haikuwa issue rahisi kuweza kuperform. Vilifanyika vikao vya ndani, vilifanyika mazungumzo ya ndani, mpaka majaribio yalifanyika. Kwa hiyo ni brand ambayo sisi kama Sato Sangara tunajivunia. Ni brand yetu sisi, ni brand yetu sisi. Na mama mkwe ni nini? Watu wengi hawajui mama mkwe nini, lakini mama mkwe ndio mfalme wa Ziwa Victoria. Naweza kusema ni samaki Sangara. Samaki Sangara. Samaki Sangara. Ambaye anakuwa utofauti kidogo hapo, ambaye anatamani afahamu kuna Sangara pia, binamu ni Sangara pia. Binamu pia ni Sangara na mama mkwe pia ni Sangara. Si ndio mfalme wa Ziwa Victoria, ndio tunamtumia huyo sana. Okay. Sawa. Sasa katika hilo pia tungetamani pia kufahamu mchakato wa kuibadilisha kutoka wazo na kuwa uhalisia. Hilo umeshatueleza. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo wakati wa kuleta ubunifu jikoni? Kwa sababu baada ya kutengenezwa kile kinachohitaji, wewe ndio mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba tunakipata kile ambacho tunakihitaji mezani. Kwanza nipende kusema kwamba mama mkwe kidogo ni mtata. Na huwezi kumtoa hivi hivi. Na aina samaki tunayotumia ambao ni Sangara, kwanza lazima tupate samaki ambaye ni fresh kabisa. Ni kwamba wavuvi wanatua na boti yao, sisi tuna watu wetu wanakwenda pale wanaangalia Sangara fresh kabisa, ndio tunaweza kumtumia. Changamoto ya kwanza ni hiyo, kwamba tunakuwa na mazingira saa nyingine yanaweza kuwa ni magumu ya kumpata Sangara fresh, lakini kwa jitihada tulizoweka, kwa wigo tulioupanua kwa wavuvi wetu wa Mwanza hawa, tuna uwezekano wa kumpata Sangara fresh kila siku. Na ndio maana tunajidai na kuweza kumtoa mama mkwe. Mama mkwe anatoka fresh kabisa. Yaani samaki ambaye anatoka ziwani. Anatengenezwa mama mkwe siku hiyo, akiisha kesho tunapata samaki mwingine fresh. Hiyo changamoto ya kwanza ilikuwa ni hiyo, lakini tuweza kuitatua. Tunavyoelekea changamoto ya pili, unapotaka kuanzisha menu yote mpya, lazima uangalie equipment, yani vifaa vya kutumika, training ya staff ifanyike. Unaangalia viability ya kupata hii Sangara, ndio tumeshaongelea tayari. Lakini pia unaangalia location. Tatu, unaweza kaangalia na customer. Lakini katika hizi changamoto zote, namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuperform. Zote tumeweza kufanyia kazi na zote tumeweza kuperform. Customer wapo, staff wako trendy, upatikanaji wa hii Sangara upo, equipment tunazo. Kwa hiyo tunajidai na tunafurahia
tunajidai na tunafurahia kwa sababu vinapatikanika vyote. Ukimhitaji mama mkwe muda wote Sato Sangara unampata. Hatuna changamoto sana. Changamoto labda tulionazo sioni, lakini tuko sawa. Sawa. Na katika hilo pia ningetamani Felix tuzungumze jambo moja. Kama shefu mkuu, nini unahisi kinatofautisha Sato Sangara na maeneo mengine katika biashara nzima ya chakula? Kitu cha kwanza nachoweza kusema Sato Sangara wanajivunia kwa sababu kitu cha kwanza wana watu ambao ni professional. Ukiangalia mimi mwenyewe shefu mkuu ni professional. Nina advanced diploma ya food production na culinary arts ambao nimeipata City Guys ya London. Lakini pili, staff wangu wanaonifuata assistant chef na wasaidizi wengine wote wako vizuri, wana uelewa wa kutosha, ni watu wanaoweza kuzimonti recipe zetu, ni watu tunaokaa vikao vya mara kwa mara kuelekezana, kufundishana, na tuna training in the job iko nyingi sana kuliko tunavyofikiria. Sisi ni watu tunaojitambua bro kwenye chakula, na sisi ni watu tunaopambana. Tunaenda pointi moja baada ya nyingine. Hatuwezi kufanya jambo pasipo ushirikiano. Kinachotubeba sisi Sato Sangara ni kwamba staff nilionayo ni watu wanaojua management ikoje, wanaojua organization ikoje, wanaojua nitoke hatua moja kwenda hatua nyingine, nitoke hatua hii kwenda hatua hii. Na nashukuru ni watu wanaofuata recipe. Mimi kama shefu mkuu ninapokuwa natoa recipe ambao tumekaa mimi na viongozi wangu tumejadili na kuweza kuitengeneza kwamba hii ndio itakuwa recipe yetu, basi na mimi narudi kwa staff, tunafanya meeting ndogo, tunaambukizana kuhusiana na ile recipe na tunaelezana kabisa. Kwa mfano mzuri tu nitakupa. Imetoka binamu. Imetoka binamu ambao ni habari ya mjini, imekuja mama mkwe ambao ni habari ya mjini. Lakini hata kama mimi sipo, najivunia kwamba staff wangu wanaweza kutoa kwa sababu ya recipe. Wanaelewa kabisa kwamba binamu unatakiwa uweke vitunguu vingapi, uweke nyanya ngapi, uweke na kila kitu. Kwa hiyo ni watu wanaoelewa. Tunachojivunia sisi Sato Sangara kwanza ni management bora. Sawa? Inaweza kumonti na kusimamia sisi. Pili, tuna watu wanaojielewa. Sawa? Tatu, ni stafu ambao wanaelewa recipe za hata ukiondoka wewe kwamba nahitaji 1 2 3 ndio kicho. Tuko tofauti sana bro. Tofauti kabisa na industry nyingine au na establishment nyingine. Kila mtu anataka kufanya kitu anachotaka yeye. Sisi tuko tofauti. Sisi tukitoa menu mpya, watu wanapata training na watu wanaifuata menu. Ndio kinachotubeba Sato Sangara. Na ndio inaleta utofauti kati ya Sato Sangara na sisi. Tatu, sisi ni wabunifu. Sisi ni wabunifu sana. Sisi ni wabunifu sana. Na katika ubunifu wetu sisi tunapenda kutenda haki. Tunapenda kumtendea mteja wetu haki. Tunapenda kumtendea mteja wetu haki kwamba apate kile kitu anachokitaka. Na kitu kingine huwezi kuamini. Asilimia kadhaa ya menyu zetu huwa zinatoka kwa wateja. Anakuja anakuambia mimi nataka unipikie, uweke kitu fulani, uweke kitu fulani, uweke kitu fulani. Kweli unafanya kama anavyotaka yeye, unatoa kitu. Lakini pale unajiuliza, mbona hiki kitu anaweza kukifanya hata mimi kwa wateja wengine. Kwa hiyo unakifanya kile kitu kuwa muendelezo. Muendelezo anaweza kaja siku 2 3, enzeni baada ya hapo sasa ndio unasikia majina haya yanatoka sasa. Issue inaenda ofisini jamani, kuna 1 2 3, kuna 4 5 6, inatoka hiyo. Ina hiti, basi tunakaa sawa. Ndio tofauti yetu kati ya sisi Sato Sangara na watu wengine. Sisi ni watu wa focus. Sisi ni watu wa focus. Na sisi tunapenda kila kukicha tuweze kusacrifice yale mahitaji ya watu wetu. Ndio nachoweza kusema ni kwa nini Sato Sangara wanakuwa tofauti sana na watu wengine. Mpaka sasa Sato Sangara tuna mapishi mangapi? Mapishi ni mengi sana. Especially nikutajia samaki tu. Samaki na mapishi kama yanaweza kufika 60 70. Hapa tumeongelea juu ya mama mkwe na tumeongelea juu ya binamu. Hiyo ni Sangara tu.
lakini sangala hiyo ina vitu vingine ndani tena. Au ukiachana sangala unaweza ukaja sato. Sato kuna vitu ambavyo nafikiri hujawahi kuvisikia. Kuna kitu kinaitwa shem darling. Sawa. Kwa hiyo inaitwa bek tatu. Shemeji watu waishe zoea. Yes. Sijui kama unanielewa. Kuna poached fish ambao tumeitohoa kutoka lugha ya kigeni, lakini tukaingiza kwenye mapishi yetu sisi. Nani huyo? Tuna fish Pemba. Okay. Tuna vitu vingi. Nikutajia samaki hapa hatuwezi kumaliza. Tuna wengi sana. Lakini tuna takribani mapishi 50 kwenda juu ya samaki. Iliwezekanaje? Kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu hawezi kuvidhania. Asali kuingia kwenye samaki. Asali huyo katika samaki ambaye huyo samaki anawekewa chumvi au vipi? Yes. Naomba tueleze kidogo hapo. Kuna watu ambao wamekuwa nikionana nao nikiwasimulia hadithi hii wanakuwa kama hawaelewi hivi. Inaitwa samaki mcharuko. Samaki mcharuko. Hiyo ni watu walikaa chini wakaumiza kichwa. Watu walikaa chini wakaumiza kichwa. Bro, hii naokutajia ni brand original ya Sato Sangala. Huwezi kuipata sehemu yoyote ile Tanzania. Huwezi kuipata sehemu yoyote ile Tanzania. Hii ni brand original ya Sato Sangala. Fishi mcharuko. Watu waliumiza kichwa. Unajua ukwaju? Unajua asali na ukwaju? Ukivitia pamoja unatengeneza combination moja. Unapata kama ugwadu hivi. Sawa. Mcharuko wenyewe. Zoezi halikufanyika ndani ya siku moja. Lilichukua siku. Watu wakalifanya, wakajiridhisha. Wakatoa mcharuko hii. Hii mcharuko inaingia asali na ukwaju. Lakini ili iwe beta zaidi, uweke na pilipili fresh. Yaani pilipili fresh ile uitie mle ndani. Ndio unaopata mcharuko. Na mcharuko imekaa vizuri. Na nikisema nianze kuelezea faida za mcharuko, tunaweza kutoka asubuhi hapa. Kidogo tu kwa uchache. Cha kwanza ni kama stimulant. Unapokula mcharuko ni kama stimulant. Yaani inaustimulate mwili ili uweze kupokea vitu vingine. Inaustimulate mwili ili uweze kupokea vitu vingine. Cha pili ni kitu kinachofungua muscles pamoja na neva za mwili. Kwa maana kwamba ngozi inafunguka. Kama ni kuvuja jasho au kupumua, utapumua vizuri. Kwa sababu gani? Ina balance ya asali na ukwaju. Kwa hiyo inachochea visishi vya mwili kuweza kufunguka. Sijui kama umeelewa. Cha tatu, inaongeza nguvu mwilini. Inaongeza nguvu mwilini. Kwa sababu unapata starch na unaweza kupata sugar kidogo. Sawa. Cha nne, ufahamu mwingi. Ufahamu mwingi shehe wangu. Ukikaa vizuri, kama unapendelea kula mcharuko, ufahamu mwingi. Na inatia nguvu mwilini, unaweza kufanya kazi kwa muda mrefu pasipo kuchoka. Sawa. Hayo ni kwa uchache. Hizo ni sifa chache. Kumekuwa na issue moja. Ni unamshauri vipi mtu ambaye anakuambia labda bwana joint zinasumbua, sijui nini, ule tunasema uroto umeisha, umepungua. Watu wengi kuanzia miaka 40 kuendelea wamekuwa na hiyo shida. Sato Sangala kwenye menyu yetu ya chakula, tiba yake ni ipi hapo? Hapo ina mambo mengi. Nikielezea kwa utaalamu sana tutakwenda muda, lakini nitafunguka kidogo. Sato Sangala tuna vitu vingi na sisi tuko mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu. Hicho cha kwanza. Kitu ambacho watu wanapaswa kutambua, tuko mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu. Hatuko tu kuuza chakula kwamba mtu aje ale ashibe then aondoke. Vyakula vya aina hiyo viko vingi. Cha kwanza kuna fishi bamia. Ambao ndani yake inakuwa na bamia, inakuwa na nyachungu, inakuwa na mchicha. Lakini kama mnavyoelewa kazi ya bamia katika mwili. Sawa, kazi ya bamia katika mwili. Bamia inakimbilia sana kwenye joint. Okay. Kwa sababu ya uteute wake. Kwa hiyo kama unapenda, kuna fishi bamia, unaweza kula chicken bamia. Ni vitu ambavyo kidogo vinakufanya wewe
kama una shida ya jointi ukae vizuri. Lakini nitakuja kuelezea tena baadaye, tukaenda kwa undani kwamba fishi bamia tu haitoshi, kuongeza kitu fulani kinaitwa mwani. Mwani kwa ajili ya afya, na watu wengi nafikiri sidhani kama wanaojua mwani, lakini nitaelezea mwani ni nini. Ni dozi tosha ya kufanya wewe bro ukafili afya muda wote. Tunaweza tukaipata mwani hapa sasa hivi? Mwani inapatikana Sato Sangara na ipo nyingi sana. Ukitaka mwani fresh, ukitaka uji wa mwani, ukitaka juisi ya mwani, ukitaka mwani take away ya kuondoka nayo unaipata. Haina shida Sato Sangara. Okay. Yes. Sasa katika mwani tutakuja kuiona ikiwa tayari hapa. Kuna kitu kimekuwa kikiitwa chai dawa. Dunia sasa hivi moja ya kitu kinawasili watu wengi ni mafua, mifumo ya upumuaji na kadhalika. Hiyo vipi? Okay, napenda maswali kama haya. Kwa ujumla huwa napendaga maswali kama haya. Chai dawa. Kuna vitu viwili tofauti hapo, na napenda nivielezee kabisa. Kuna kitu kinaitwa sanitizer tea. Sawa. Na inapatikana hapa Sato Sangara. Inapatikana Sato Sangara. Na kuna kitu kinaitwa chai dawa. Mimi napenda kuita kwa Kiswahili kabisa kwamba chai dawa ni tofauti na ile sanitizer tea. Lakini tunaongelea chai mbili tu Sato Sangara hapa. Tuna chai zaidi ya 8 Sato Sangara. Tuna chai zaidi ya 8 tena zenye manufaa sana katika mwili wa binadamu. Naomba nikutajie aina 3 tu au aina 4 tu za hiyo chai. Kuna chai inaitwa lemon grass tea. Chai ya mchaichai. Kuna chai inaitwa lemon tea. Chai ya malimao na tangawizi. Kuna chai inaitwa sanitizer tea. Ilikuwa maarufu sana enzi ile ya corona. Na kuna chai dawa. Hizo nimekutajia aina 4 tu za chai. Lakini tuna chai zaidi ya aina 8. Ukiondoa tea masala, black tea, white tea, nini. Lakini nataka nidili na hizi 4. Especially nianze na hii chai dawa. Chai dawa Sato Sangara ina umuhimu sana katika maisha ya binadamu. Vitu vinavyopatikana mle, inaingia tangawizi, inaingia limao, inaingia asali, inaingia kitunguu saumu. Unaweka na mchaichai kidogo. Hiyo chai ni mahususi sana kwa ajili ya wagonjwa wa mafua pamoja na kikohozi. Dozi yake ni siku 3 tu, tunamaliza kesi. Unainywa asubuhi, unainywa mchana, unainywa jioni. Na unainywa nusu kikombe tu cha chai. Ikitengenezwa haiwekewi asali. Lakini inapofikishwa mezani ndio unatia asali vijiko viwili. Chai dawa ni mahususi kwa ajili ya wagonjwa wa mafua pamoja na kikohozi, na wagonjwa wanaosikia maumivu ya moyo, ambao mapigo yao ya moyo hayaweza kukaa sawa. Inapunguza pressure ndani ya moyo. Inashusha pressure ndani ya moyo. Lakini tuna sanitizer tea ambayo inaingia tangawizi, limao pamoja na mchaichai. Unaweka masala kidogo. Inasaidia na yenyewe inasaidia mafua na kikohozi, lakini inafungua sana neva za mwili na kufanya moyo ufanye kazi yake vizuri. Unaweza ukawa huna pressure, huna ugonjwa wa moyo, lakini inafungua neva, inatibu mafua na kikohozi na kufanya moyo ufanye kazi yake vizuri kabisa. Sanitizer tea. Unaweza kupumua vizuri, unaweza kufeel appetite ya kula. Kuna lemon tea. Chai ya limao. Kazi yake ni kufungua tu neva na kufanya moyo ukakaa neutralized. Na ukafeel appetite ya kula. Tunaweza tukaita ni kama appetizer. Neva, moyo kafanya kazi nzuri na ukafeel appetite ya kula. Sawa, nadhani watuletee juisi ya mwani hapo. Naomba mwani. Tunaomba mwani hapo, tuletee juisi ya mwani hapo. Watuletee mwani na juisi yake. Lete mwani hiyo kwanza.
Sawa. Mwani kwanza. Alafu mwambie tutengezee juisi kidogo tu, glass kama moja. Sawa. Hii ni mwani. Hii ni mwani. Yes. Ambayo na sasa nikupe faida moja. Ina faida zaidi ya 112 katika mwili wa binadamu. Ndio. Hiki tunaopatikanika hapa Sato Sangara. Na haipatikaniki Tanzania nzima. Hii sisi tunaioda kutoka Zanzibar, shewa. Inatoka Zanzibar hii. Ni mmea ambao unalimwa baharini. Hasa wakati wa kupwa na kujaa wa maji ya baharini. Yes. Una faida 112 katika mwili wa binadamu. Faida ya kwanza, nitataja tu faida chache tu kama faida takriban 4-5 ambazo ni za muhimu sana. Faida ya kwanza, kama unatumia mwani huu otherwise iwe ni juisi au ni uji kila siku glasi moja, inaweza kuondoa kabisa madonda ya tumbo. Inaweza kuondoa kabisa madonda ya tumbo. Faida ya pili, kama presha yako ya moyo haijakaa sawa, inaweza ondoa kabisa hicho kitu. Sawa. Faida ya tatu, ina balance uzito wa mwili wako. Faida ya 4, ni nzuri kwa kina mama hasa wakati wa hedhi. Faida ya 5, ingawa nimesema nataja 4, faida ya 5 ni nzuri kwa wanaume. Ni nzuri kwa wanaume kwa ajili ya kumaintain mwili na kurudisha nguvu za mwili. Ulijali ule. Lijali. Sawa. Kumaintain mwili na kurudisha nguvu za mwili. Okay. Sawa. Faida ya 5. Ya 6. Hiyo faida 6 hiyo. Ulikuwa unazeeka kidogo, unataka kurudi kuwa kijana, inasaidia. Okay. Watu wanaweza kukuona muda wote uko soft. Okay. Muda wote uko soft. Inakufanya uendelee kuwa Gen Z. Hata kama una miaka 58, unaweza kuwa ukarudi chini ukawa ni mtu mwenye miaka kama 45. Sawa. Lakini kama unatumia hii mwani glasi moja kila siku, utahisi ni mtu mwenye afya siku zote. Utahisi ni mtu mwenye afya siku zote. Faida ya 6, ya 6 yoshe wangu ni kama detox. Inafungua na kuzibua milija ya damu. Sawa. Inafungua na kuzibua milija ya damu. Hii ndo mwani. Hii ndio mwani yenyewe. Ndio juisi ya mwani. Mimi naomba nipokee juisi ya mwani. Kwa maana kwamba kuna watu ambao wamekuwa kijiuliza kwamba tukizungumzia juisi ya mwani, kuna M1. Tunaweza tukawa tunachanganya hivi vitu. Sawa kabisa. M1 nafikiri ni kahawa zinazopatikana Bukoba. Ni very special sana zenyewe. Zinaitwa M1. Lakini sisi tunazungumzia mwani wa baharini. Mwani wa baharini. Hii glasi moja manake ndio tunaizungumzia. Ndio tunaozungumzia glasi moja hii. Na hii hapa ni kwa kiasi gani inapatikana Sato Sangara? Hatuna bei sana shewangu. Tumezingatia afya za wateja wetu. Ni shilingi 7,000 tu kwa glasi. 7,000 kwa glasi. Na inapatikana kila siku ya Mungu. Yes man. 7,000 inaenda kusaidia takriban vitu zaidi ya 100 umesema. Changamoto zaidi? Najua ni ngumu kuamini, lakini jaribu mwani yako leo. Okay. Jaribu mwani yako leo. Nenda tu kwa dozi moja hata mwezi mmoja. Alafu tarudisha majibu Sato Sangara Restaurant. Sisi tukushukuru sana Felix. Yes. Asante kwa muda wako, umetupa mengi. Najua yako mengine tutaendelea kadri muda utakavyoruhusu. Karibuni sana. Nawakaribisha sana Sato Sangara Restaurant Loxtemo hapa Mwanza. Na ukiwa na shida na tatizo, njoo kwa Dr. Felix. Tunaweza kujadili tukajenga kidogo. Shukrani sana. Nawashukuru pia. Sawa.